Hello everybody, ni tarehe moja ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Tayari ukiwa unajua Oktoba hii nini kinaenda kutokea, lakini bila kupoteza muda na kukuchosha ndugu mtazamaji wa Gavoo Media, na hii ni Sports Update na kukuletea ni mimi Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas. Na leo katika Sports Update tutazungumzia yale yaloenda kutokea jana na siku ya leo yanaenda kutokea katika masuala mazima ya kimichezo. Ukiangalia siku ya jana kulikuwa na mchezo kati ya Yanga na timu ya Mbeya City katika uwanja wa Sokoine, na pia kulikuwa na mchezo kati ya Singida Black Stars hawa wakikipiga na timu ya Mashujaa, na Singida kiibuka na ushindi wa goli moja akiwa anaongoza ligi pale kwa pointi 6, na kongole ziende kwake Miguel Gamondi akionekana kukifua kikosi hiki katika dhana nzuri zaidi na kuonesha kwamba wapo madhubuti kwa ajili ya ushindani ambao unaendelea katika ligi ya NBC Premier League. Lakini kivumbi kilitokea kule Sokoine, Yanga kilazimishwa sare ya 0-0 pasipokuwa na mabao ya aina yoyote. Rekodi ile inaendelea kuwepo katika uwanja huo kwa miaka mingi sana. Yanga hakuonekana kupata ushindi ndani ya kiwanja hiko, anaonekana kutoa sare ya mechi ya mwisho alionekana kutoa 3 kwa Mbeya City katika uwanja Sokoine. Kama nilivyokuambia pale jana, tatizo lilikuwa ni aina ya uwanja ambao wanaulalamikia kila siku wanaenda kucheza, kwamba uwanja unakuwa una urafiki na wao na kile ambacho wameki produce katika katika mazoezi yao ili waweze kukionyesha katika mechi husika. Lakini ukiangalia kwa maneno aliyosema kocha, alisema kwamba ndio mara yake ya kwanza toka kufundisha ligi duniani hapa kufundisha mpira, yeye anaona ndo mara yake ya kwanza kukutana na uwanja wa design ile, kwamba haukuruhusu kuonesha falsafa zake katika mchezo. Lakini nilipenda kusema kwamba timu hizi mbili za Simba na Yanga ni timu ambazo zinataka matokeo ya papo kwa papo, si timu za kutaka kufundisha kama ilivyokuwa kwa timu zingine kama Namungo na timu kadhalika ambazo zinajenga timu kwa muda mrefu. Yanga ni timu ambayo inahitaji matokeo papo kwa papo, kama mashabiki wake jinsi wanavyolalamika. Hawaoni ile pila burudani ambalo linapigwa katika falsafa zao, wanaona wanapotea katika falsafa ambazo wao wamezizoea. Lakini nipende kusema kwamba mpira ulikuwa ni mzuri sana na ulikuwa mpira ambao una ushindani, na Mbeya City walionyesha ukakamavu ambao unahitajika kwenye ligi, na ligi inaonekana kuwa inapanda chat sasa kwa kuonesha kwamba ukakamavu ule unazidi kuonekana, si kama zamani. Basi tunajua kila mtu anaenda na mguu mbele kusema kwamba mechi hii fulani anashinda, huyu anapoteza. Lakini siku ya jana ilikuwa ni tofauti zaidi. Lakini nikupitisha katika siku ya leo mechi ambazo zinaenda kupigwa siku ya leo kati ya Simba na Namungo majira saa 2 itapigwa pale Benjamin Mkapa. Mpira huu tunampa nafasi kwa asilimia kubwa sana Simba ambaye anaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda, kwa sababu ukiangalia mechi yake ya mwisho amesali mechi ya ligi alipata ushindi wa bao 3. Inshallah Awa akiingia kambani akitoa assist kwa Rushan Derak akionyesha kubwa kufunga katika mechi hiyo, na tutegemee mpira ambao utakuwa mzuri sana, kwa sababu Namungo nao wanakuwa na falsafa za kucheza mpira vizuri sana. Lakini kama unavyojua Simba hivi sasa haijapata kocha rasmi mkuu ambaye anakiongoza kikosi hicho. Vipi kutakuwa na matokeo yoyote ambayo Matola ataiongoza timu hiyo kupata matokeo mazuri kama ilivyopita kwa mchezo uliopita, au kutakuwa na namna gani? Lakini licha kwamba msemaji wa timu wa Simba Sports Club wamesema kwamba mashabiki wengi sana wamekata tamaa ya kwenda uwanjani katika mechi za Simba, tofauti na awali, na timu ya Simba inasifika kwamba kuwa na mashabiki ambao wanapenda kwenda uwanjani na kuitazama timu yao. Nini tatizo ambalo linapelekea hilo? Mimi na wewe hatufahamu, lakini kikubwa wanalalamikia performance ambayo Simba wako nayo ipo very low, haionekani kuwa performance ya ushindani. Lakini ni kuhamisha hapo ndugu mtazamaji, ni kupeleka kimataifa kule ambako leo kutakuwa na michezo ya UEFA Champions League, na jana pia kulikuwa na michezo mingi sana. Real Madrid aliweza kuifunga timu kutoka Kazakhstan goli 5, Frankfurt waliweza kukaa goli 5-1 mbele ya Atletico de Madrid. FC Bayern pia alipata ushindi wa bao 5, na Liverpool iliweza kulala mbele ya Galatasaray. Na leo kutakuwa na michezo mbalimbali, lakini mchezo ambao watu wengi wanautazamia ni kati ya Barcelona dhidi ya PSG. Mchezo huu ni mzuri sana kwa sababu ni mchezo ambao unakutanisha watu ambao wana falsafa za kufanana. Ukimwangalia kocha wa PSG alionekana kuifundisha Barcelona kwa wakati huo, lakini hivi sasa yupo PSG. Lakini ukiangalia Hans Flick ana falsafa zile za kuchezea na kushambulia kwa kasi kama ilivyokuwa kwa PSG. Lakini siku ya leo PSG wanawakosa nyota wao wawili, Ousmane Dembele pamoja na Vitinha, ambao hawatokuwa kwenye kikosi kwa sababu ya majeraha. Ni mchezo ambao wanaingia wakiwa hawana nyota ambao wanawategemea kwa kiasi kikubwa, na wanabeba nyenzo nzuri za kimichezo wanapokuwa uwanjani. Lakini kwa upande wa Barcelona wanamkosa tu kijana wao Gavi, lakini wengine wote wakiendelea kuwepo. Lakini ukimzungumzia kijana ambaye sasa hivi anawaka sana ni Marcus Rashford, anaonekana kuwa na performance nzuri sana, kutoa assist katika UEFA na kufunga pia katika ligi. Tutegemee kuona mazuri na tutegemee kuona mchezo huu utaenda kuwa mkali, lakini tutegemee kumwona Marcus Rashford akionekana kuwa on fire au la. Lakini kwa upande wangu mimi siku ya leo nampatia ubingwa
FC Barcelona, lakini kutakuwa na mchezo mwingine Arsenal na Olympiacos, na mchezo mwingine ni Man City dhidi ya Monaco. Karata zote hizo mbili natupa kwa Man City pamoja na Arsenal ndio wanaweza kashinda katika hizi mechi za leo. Lakini pia matajiri wa Chamazi siku ya leo watadondoka uwanjani. Matajiri hao wakiwa wana mechi zote, wameshinda mechi za CAF Confederation Cup, wameshinda zote mbili home and away, lakini mechi ya ligi dhidi ya Mbeya City waliweza kuibuka na ushindi wa goli mbili. Faisal Salum pamoja na Nasor Sadun wakiinua kimasomaso, na watu wengi sana wamekuwa wakiipa kongole timu ya Azam kwa kuonesha ushindani na mchezo mzuri sana katika mechi hizi za kwanza. Wameonekana kuwa na moto na spirit ya kucheza chini ya kocha Flora Ibenge, na tuone vipi leo falsafa hizo za Ibenge zitaanza kufua dafu mbele ya JKT Tanzania. Kwa msimu uliopita JKT Tanzania aliweza kumlazimisha sare timu ya Azam FC katika uwanja huo. Mechi yao ya kwanza alipata sare ya 0-0. Vipi leo ile history itajirejea au Azam ataibuka na ushindi, au JKT Tanzania katika uwanja wao wa General Samuyo wataweza kuibuka na ushindi kwa kuweka heshima katika uwanja huo wa Generali? Langu jina ni Yusuf Ibn Daudi Ibn Lucas. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.